Kwa hiyo kama wamealikwa, sio wamealikwa tu, wamealikwa na maombi na Simba isiweze kufanywa vitu ambavyo viko nje na mchezo wenyewe wa football ulivyo. Mimi naamini huyo shekhe ni shekhe ambaye ametoka nje ya box. Yaani unajua ukisema shehe wa mkoa lazima uwe na akili ya ziada. Unaposema wewe ni mchungaji, sijui kama nina akili ya ziada au la, lakini unaposema wewe ni mchungaji pia lazima uwe na akili ya ziada. Yaani kuna vitu ukiwa ndani ya box hutovipatia majibu. Sababu mpira ni michezo. Ni michezo. Sisi kwenye Biblia inasema mazoezi ya mwili yafaa. Mimi kuna mtu alinishambulia akaniona gym nafanya mazoezi. Anataka niwe na tumbo mpaka hapa. Tumshigeni unafanya mazoezi. Tumshigeni unafanya mazoezi. Unatengeneza lakini mazoezi yafaa. Kwa hiyo kama wale wanaenda pale kuombea, waenda kuombea timu. Ni uzalendo wa Tanzania wale. Taifa kwanza mengine baadaye. Kwa ni viongozi wa dini wanaokwenda kuombea timu ishinde ili taifa lipate heshima. Ni michezo. Simba waendi kufanya zinaa uwanjani, wanakwenda kucheza. Ni michezo ipo duniani, hata Mungu anatambua michezo. Ni sahihi viongozi wa dini kuhusisha. Ni sahihi. Si ni viongozi wa dini. Kiongozi wa dini ni IGP Siro anasema ni watu wanaofanya doria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kiongozi wa dini anafanya doria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mipira sina ushirikina, ina mabalaa. Kwa hiyo kama viongozi wa dini wanapiga dua pale, shehe wa mkoa akafika pale akaanza kupiga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr wa qina adhab ni kwara tayari. Wazee pia nao wapo wamealikwa. Wazee wapi sasa? Wazee wenye mambo yao wamealikwa. Ndugu mwandishi habari, nikushukuru sana. Hatuwezi kumwakumbusha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Simba ile pale ni finali. Japo kete ni moja lakini ni kete ya hatari mno. Achana na elimu panzu kidasawala. Ile ni volcano, ni hatari kweli kweli. Unaona pale mbele ambapo wanaweza kuwavuruga Al-Masry. Wenyewe wamejaribu kuleta mchezo wa kitoto wa kuanguka, lakini siku ya kufa utaichelewesha tu. Kama umeandikiwa kufa utakufa tu. Moja ya kauli ya Mzee Hassan Dalali akisema Waarabu kama Young Africans tuwapelekea watu wafupi, sisi Waarabu tutawapelekea watu warefu. Ndio kitu ambacho Simba Sports Club imekifanya, Mwarabu kufa na kumkampa basi la BM. Wao walichagua Yanga waelekeze. Yanga hana jipya la kumwelekeza Mwarabu zaidi ya kumpoteza tu. Sawa, sisi mbinu hizi tunazijua. Maana tulimwachia Yanga hawadanganye Al-Masry. Nadhani wamewadanganya na ukweli wameujua. Bora wangekuja na mbinu zao wakacheza mpira wao kuliko kumtegemea Yanga aliyefeli. Yanga niliwaambia goli moja Benjamin Mkapa upate bilioni 2 na milioni 500. Wamefeli. Leo Yanga atamwelekeza mtu kitu. Akili za kufeli. Wavimba macho ndio walivyowashawishi wa maarifa. Sisi tuko nusu finali, hatuna shida, tunafurahi. Mnaenda kumwambia mtani baada ya kufuzu nusu finali. Ninamweleza kila siku, asipokubali kujifunza ataumia sana. Na leo namwambia tunawatafuta mpaka kwa wake zao, sababu wao wanafanya jeuri. Wamenua mpaka jezi za Al-Masry. Tunawatafuta leo mpaka kwa wake zao. Ubaya tunao, wajifiche kokote. Leo tunao, leo ni furaha ya aina yake. Tuna furaha ambayo haielezeki. Tunavuka. Mzigo huu hapa. Document imekuja uwanjani. Sina ujanja. Maneno lakini leo tumemwona Pesa Mkwala anafunga bao la hakika kwa Spanya Simba kuelekea kwenye mikono ya penalti. Football ina mambo mengi. Unaweza ukaona ulikuwa uko upande wako, baadaye karega. Hiyo ndio football. Wao ni wao, tunapongeza wachezaji wetu, wamepambana. Leo kama hizo pia kufikia. Kwa sababu mambo tumaka 92, 90 ngapi? Sasa hivi na kuchukua hii. Sina maelezo mengine. Na tukichukua tunafikia cha kufanya kwa wachezaji wetu. Hii nimeanza tu. Hii ni moja. Kamara Pimpi. Kamara rasmi anapewa kesho nakuja ofisi za Simba. Nimeshaongea na kina Ahmed, namwambia kesho nafika hapo kwa ajili ya kukabidhi document kwa Kamara Pimpi. Kiwezi chake hichi hapa kutoka Dalali mwanamke. Sina maelezo mengine. Nimemaliza. Baba. Kuna watu wanasema mmecheza na timu dhaifu. Baba, timu dhaifu ndio ndugu yangu. Akakiona kuja huku ilikuwa tutoki, sio? Mzigo ulikuwa mrefu. Watu walikuwa sawa 10% ya kuvuka. Sasa hivi kwa dhaifu. Ndugu yangu, anaona mko dhaifu.
This is Simba kabla hatoki. Sisi ndio wenye huu uwanja tunaomiliki uwanja. Na wengine hawana nini. Document ya Kamara hii hapa. Uwanja wa Kamara. Document ya Kamara hii hapa. Mnaona vizuri. Zungumza na Kamara sasa. Kamara, this is your plot. 400 square meter in Kigamboni, Kimbiji. Tomorrow, me and my team will come there to give you this document. Congratulations, nigga. This is for yours. Square meter 400 hiyo baba. Unaona hiyo? Kakabizwa pin pin kama. Ngoja penalty labda ulikuwa kwenye hali gani? Ndio ndio ngumu sana shewa. Usidanganye. Nilikuwa na hali mbaya. Yaani sukari ilikuwa juu mno ndugu wangu. Na miaka 67 lakini na sukari 50. Yaani kwa shakufa. Shewa wangu. Mashabiki wa Simba, mashabiki wa Simba, tunahitaji tuwapongeze viongozi wetu, mwekezaji wetu Mo Dewji. Haya ni matunda ya mdhamini wetu, amewekeza hela yake, ametuletea watu, benchi la ufundi, wachezaji wazuri. Mistake ndogo ndogo tunarekebishana. Nimeona kuna uzito kidogo, tunarizika mapema, lakini mambo kama hayo yanarekebishika, sababu mpinzani wetu sasa hivi ni Zamalek, ana experience zaidi ya Masri. Kuna bitu tukae chini tuweze kupanga mipango ya mauaji ya halaiki. Mauaji yajao ni ya halaiki, sio naelewa vizuri bwana. Kamara pia tumevuka. Tunashukuru sana Mkwala wenye elimu Mpanzu, wanatuheshimisha sana, wanapambania timu mpaka tumefika hapa, mtupa furaha kubwa sana. Mwenyezi Mungu awazidishie. Pia pamoja na Kamara, naye Kamara tunamshukuru sana. Kamara amefanya save nzuri sana mpira wa leo. Kwa hiyo tunashukuru sana, tuende kwa historia yetu. Kwa mara ya kwanza tushiriki nusu finali yetu tunaingia Simba. Nasema hivi, ili kombe lazima ije Dar es Salaam hapa. Watani walikuwa nasubiria tu. Watani tunaziba midomo. Mpanzu kaziba mdomo, Mkwala kaziba mdomo, ambao na wazi yake wenye waziba midomo. Na nimefurahi sana. Nimefurahi sana tunaziba mdomo kila kitu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. Hii kombe tutaleta Tanzania hapa Dar es Salaam. Kitu kinachofuata zidi ya Zamalek sasa. Zamalek sisi anatujua. Zamalek anatujua. Lakini na nyinyi mara mwisho tulimvua ubingwa. Mwisho tulimvua ubingwa anatujua. Na hapa anatetemeka. Kasema hivi, no chama no nonga, sisi tumeingia nusu finali. No chama? No nonga. Sisi tumeingia nusu finali. Hii ni Simba ya kinaua. Mlianza kwa kujiamini sana. Pengine mlitegemea kupata hiki kama tunapatikana leo? Hatutegemea. Mimi ndio mechi ya 4, lakini dakika za mwisho naona kama mechi imetelemea, lakini Mkwala akatushusha katika kuokoa. Watu walikuwa wanaomba mtoke kwa penalti, kwa maana wakisema kwamba uwezo wa Kamara bado ametoka kwenye majeruhi, lakini leo mmeondoka kibabe sana hapa. Yaani kibabe sana. Ni historia kubwa sana. Ni heshima kwa mpira Tanzania. Simba imeingia nusu finali. Ndio matokeo makubwa 2-2. Tumesonga mbele kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na Kamara tunampa hongera, ni bonge la kipa, na Kamara tutazidi kumlinda. Kamara aendelee kubaki milele. Hapo kesho anacheza. Anatizima dabi. Yeye amenipa kumbia mabaya, yeye anafungwa. Anafungwa. Alikuwa busy na mechi hii. Acha wewe. Alikuwa busy na mechi hii, anafungwa. Anafuatilia. Akafuatilia sana. Hii mechi ameicheza sana. Ameicheza sana. Sasa leo kesho yeye kazi nao yeye.